tunaanza kwa taarifa kamili ya habari ikisomwa kwako na Zawadi Bashimela. Kwanza ni habari za kitaifa. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema daraja la Kigongo Busisi ni alama na fahari ya taifa kutokana na urefu wake wa kilomita 3.2. Amesema kuwa mradi wa ujenzi wa daraja hilo lililopo mkoani Mwanza umekamilika kwa 99%, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kulizindua hivi karibuni. Ulega ameabainisha hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha bajeti ya wizara yake kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kukamilika kwa daraja hili kutakuwa ni faraja kwa wakazi wa kanda ya Ziwa ambao wamekuwa wakitumia muda wa takriban masaa mawili kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Baada ya daraja kukamilika, muda wa kuvuka unatarajiwa kupungua hadi kufikia wastani wa dakika 3 tu. Aidha, daraja hili linategemewa kuongeza shughuli za kiuchumi ndani na nje ya mikoa ya kanda ya Ziwa na hata nchi jirani na taifa letu. Daraja refu kuliko yote barani Afrika lililopo nchini Misri linaongoza kwa urefu wa kilomita 20.5 likifuatiwa na daraja lililoko Nigeria lenye urefu wa kilomita 11. Rais mstaafu wa chama cha walimu nchini CWT Bwana Gresham Mukoba amepongeza uamuzi wa serikali wa kuchukua waliofaulu kiwango cha daraja la kwanza na la pili kuwa ndio wanaofaa kujiunga na mafunzo ya walimu. Bwana Mukoba amesema hayo kufuatia kauli ya waziri wa nchi ofisi ya Rais utumishi na utawala bora Bwana George Simbachawene aliyoitoa hivi karibuni kwa kuanzia sasa watakaopata nafasi ya ajira ya ualimu ni waliopata daraja la kwanza na la pili katika mitihani yao. Akiongea na Radio Kwizera, rais huyo mstaafu wa CWT amepongeza hatua hii kuwa itainua kiwango cha elimu kwa kuwa walimu wenye sifa kufundisha katika mazingira ya sasa ambapo serikali imepitisha sera mpya ya elimu. Walimu wa division 1 na division 2 ndio wanatakiwa kuwa walimu. Ingawaje na division 1 yetu na division 2 yetu ya sasa hivi ina maswali. Mimi bado hata na mashaka na hiyo division 1 na division 2 kama itakuwa ya degree that's now. Inaweza isi bado twende kule tunatakiwa tuwe sinsia tu wa kweli. Yaani tufanye mtihani bila kuiba, alafu na matokeo tusaishe bila kuchakachua, watoto wapate division 1 kweli, alafu tuwapeleke kwenye walimu. Yaani tunaanza kupata walimu ambao wanastahili kuwa walimu. Bwana Mukoba amesema makosa yaliyofanyika awali ya kuwapeleka kwa muda mfupi watu wanaohitajika kufundisha hayapaswi kurudiwa, kwani yalichangia kurejesha nyuma maendeleo katika sekta ya elimu. Mkuu wa mkoa wa Kagera Fatuma Mwasa amewataka wakazi wa mkoa huo kupunguza imani za kishirikina kwa kusingizia uchawi mtu anapougua au anapofariki, badala yake wanatakiwa kupata huduma bobezi za kitabibu. Mwasa ameyasema hayo leo wakati akizindua huduma za madaktari bingwa na kueleza kuwa jumla ya madaktari 41 wanatarajia kutoa huduma bobezi kwa siku 5 kuanzia leo Mei 5 na hadi Mei 9 katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera. Amesema kuwa serikali inaendelea kuwajali wananchi wote wa mikoa ya pembezoni na kuimarisha miundombinu katika sehemu za kutolea huduma za afya, ambapo mpaka sasa vifaa vya kisasa vinavyochunguza na dawa za kutibu magonjwa mbalimbali vipo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera Bukoba. Mganga mfawizi wa hospitali hiyo Mseleta Nyakiroto amesema kuwa kwa siku ya kwanza tayari wananchi wanaohitaji kuchunguzwa afya zao na kutibiwa wamefikia 2,000 na kuvuka matarajio ya awali ya kuwatibu wananchi 1,500. Na sasa ni habari za kimataifa. Watu 2 wamefariki na wengine zaidi ya 100 wamelazwa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ndani ya wiki moja katika mji wa Kalemi, mkoa wa Tanganyika, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa division ya afya katika mkoa wa Tanganyika, Bwana Wilima Luabola, amesema maeneo ambayo yameathirika zaidi ni mtaa wa afya wa Nyemba pamoja na Kalemi. Daktari Luabola amesema ukosefu wa maji safi kwenye mabomba ndio chanzo cha ongezeko la ugonjwa huo, ambao ameeleza kuwa ni siku 7 sasa mitambo ya shirika la kusambaza maji Regideso
imeharibika. Kutokana na kuharibika kwa mitambo hiyo ya maji, raia wa mitaa ya afya ya Nyemba na Kalemie wamekuwa wakitumia maji ya ziwa Tanganyika pamoja na mto Lukuga ambayo ni machafu na hatari kwa afya zao. Muungano wa vyama vya siasa nchini Burundi, Bwabose, umeeleza kuridhishwa na namna ambavyo vyombo vya habari vya kibinafsi nchini humo vinavyofanya kazi kwa sasa. Msemaji wa muungano huo nchini Burundi, Bwana Kefa Nibizi, amezungumza hayo wakati akizungumza na vyombo vya habari jijini Bujumbura na kuitaka redio ya taifa hilo RTNB kutoa nafasi sawa kwa wanasiasa wote bila upendeleo wakati huu wa kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa katika taifa hilo. Hata hivyo, Bwana Nibizi amesema baadhi ya waandishi wa habari wamekuwa wakikumbana na changamoto katika shughuli zao za kila siku na kuitaka serikali kuwalinda waandishi hao ili wafanye kazi bila vikwazo vyovyote kwa maslahi mapana ya taifa. Tunatia moyo na tunapongeza vyombo vya habari vya kibinafsi kwa namna vinavyotoa habari mbalimbali ili wananchi wajue mambo yanayofanyika nchini. Tunasikitishwa na baadhi ya watu wanaotaka kubinya uhuru wa kujieleza. Hali hiyo inashusha hadhi ya nchi na inachafua sura ya nchi kimataifa. Wafanye kazi kwa ufanisi. Vyombo vya habari ni nyenzo muhimu katika kuimarisha demokrasia na maendeleo ya taifa. Demokrasi kamere n'umuzima w'igihugu. Mahakama ya haki ya kimataifa ICJ leo Jumatatu inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu kesi ya Sudani dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Serikali ya Khartoum inaituhumu nchi hiyo kwa kuhusika katika mauaji ya halaiki kutokana na madai ya kuviunga mkono vikosi vya wanamgambo. Sudani ilifikisha Umoja wa Falme za Kiarabu mbele ya ICJ mjini The Hague ikilalamikia kwamba nchi hiyo inapeleka silaha kwa wanamgambo wa RSF ambao wamekuwa kwenye vita dhidi ya jeshi la Sudani tangu mwaka 2023. Hata hivyo, Umoja wa Falme za Kiarabu umekanusha kuunga mkono waasi na imeita kesi hiyo ya Sudani kama mchezo wa kisiasa unaotaka kuvuruga juhudi za kumaliza vita vilivyowaua maelfu ya watu. Wazua. Msikilizaji, kila kitu ni kizuri machoni mwa anayekimiliki. Wazua. Na huo ndio mwisho wa duru habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 kamili usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Zawadi Bashemela. Unaendelea kusikiliza makala ya duru zetu la siri. Msikilizaji, na nafasi ya kuendelea kututumia maoni yako kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615 na maoni yako nitatazama hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza makala ya duru zetu la siri, habari kuu leo hii. Serikali imesema daraja la Kigongo Busisi ni alama na fahari ya taifa kutokana na urefu wake wa kilomita 3.2. Mkuu wa mkoa wa Kagera Fatuma Mwasa awataka wakazi wa mkoa wa Kagera kutumia fursa hiyo ya ujio wa madaktari bingwa kupata huduma bobezi za kitabibu. Na watu wawili wamefariki na wengine zaidi ya 100 wamelazwa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Kalemie, mkoa wa Tanganyika, mashariki mwa DRC. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio Kwizera FM
Ninakutangazia kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania, msikilizaji, na sasa ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa taarifa zetu, ambapo tunaanza kwa taarifa ya kwamba jeshi la polisi nchini limeanzisha uchunguzi rasmi kufuatia tuhuma nzito zilizotolewa kwenye mitandao ya kijamii dhidi ya askari wake wawili wanaodaiwa kuhusika na mazingira ya kutoweka kwa mwanaharakati Mdude Nyagali. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mwananchi mmoja ambaye jina lake bado linafuatiliwa kwa uchunguzi alidai kwamba askari hao walimfuata na kumtaka kushiriki kwenye shughuli hizo za kijasusi kwa ahadi ya malipo ya kifedha. Tuhuma hizo zimezua mjadala mpana miongoni mwa wananchi na wanaharakati kwa haki za binadamu, wakitaka ukweli wa swala hilo kuwekwa wazi. Taarifa kutoka makao makuu ya polisi zimeeleza kwamba tayari kikosi kazi maalum kutoka ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI kimepelekwa katika mkoa wa Mbeya ambako sakata hilo linadaiwa kutokea ili kufanya uchunguzi wa kina. Pamoja na mambo mengine hayo, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wao wanadai kwamba bado wanaendelea na harakati zao za kuhamasisha zaidi haki za kibinadamu. Nimezungumza na makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, John Heche, ili kupata msimamo wao juu ya ile kampeni yao ambayo wanadai kwamba ni mwendelezo licha ya kwamba mwenyekiti wao bado yuko kizuizini, kampeni ya No Reforms No Election. Kwa sasa focus yetu ni kampeni ya kuzungumza na wananchi. Kwa sababu mimi tulikutana na Rais Samia mwenyewe Ikulu, Dar es Salaam tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2022, na aliyotuahidi hakutekeleza hata moja. Alituahidi kwamba hakutakuwa na wizi wa uchaguzi, hakutakuwa na utekaji wa watu, lakini watu wanatekwa, wanapotea. Wizi wa uchaguzi, unakumbuka kilichofanyika kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana. Kwa sasa ni focus yetu ni kwenda kwa wananchi na kuzungumza na wananchi, kuwahamasisha na kuwaelewesha kwamba nchi hii haina uchaguzi, na kuunganisha nguvu ili tufanye madai ambayo yatatuletea sheria nzuri na bora ambazo zitatuwezesha wananchi kufanya uchaguzi na kuheshimika. Mara nyingi kwenye mikutano yenu mmekuwa mkizungumzia issue ya watu kutekwa na wengine kupotea. Sasa mnapoendelea na hii kampeni yenu, pengine usalama kama ninyi viongozi wa chama au viongozi wa vyama vya siasa mnazingatia vipi? Usalama wetu ataulinda Mungu, sio binadamu ambao wameasi kama hawa. Usalama wetu tunauweka mikononi mwa Mungu na tunajua tutashinda. Nakwambia hivi, haya mambo sio mapya. Ukisoma historia duniani kote, tawala hizi za kidikteta zimekuwepo lakini huwa zinaanguka. Afrika Kusini makaburu walinyanyasa watu hivyo hivyo. Wakina Steve Biko walitekwa katika mazingira hayo na wakapotezwa usiku na ni zama za giza. Lakini baadaye ilipoundwa Truth and Reconciliation Committee iliweza kufukua maovu yote yaliyofanyika gizani na kuyaleta kwenye mwanga. Tutaendelea kupambana na tutashinda nchi, na tutaunda vyombo vya kutafuta maridhiano na uwazi na ukweli, na vitaweka mambo haya wazi, na kila mtu atajua nani alipotea, alipotezwa na nani, na alipelekwa wapi, kaburi lake liliwekwa wapi, ili ndugu zake hata baada ya miaka 20 waje kuambiwa mwili wa ndugu yenu huyu hapa kazikeni. Johnny Heche, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameanzisha 4R na lengo zaidi ni kuondoa utata uliokuwepo kwa kipindi kilichopita kwenye masuala ya kisiasa. Sasa unagusia mambo ya udikteta. Udikteta unatoka wapi wakati kuna hizi 4R ambazo zimeletwa na rais? 4R za uongo tu. Hakuna 4R, ni uongo. Kwa sababu 4R mojawapo ni reforms. Na sisi tunapoomba reforms tunafunguliwa kesi ya uhaini. Mwenyekiti wetu amefunguliwa kesi ya uhaini ya uongo. Huwezi kutaka kufanya reforms kwa mtu anayekuambia tufanye reforms, wewe unamfungulia kesi ya uongo ya uhaini ya kisiasa. Uhaini hauwezi kutendwa kwenye mkutano wa hadhara. Ukisoma sheria ya uhaini, ingredients za uhaini hazipo kwenye hata jambo moja alilofanya Tundu Lissu. Tundu Lissu sio mwanajeshi, Tundu Lissu ni raia, ni mwana mageuzi, ni opponent wa Samia, wamemfungulia kesi ya ugaidi. Wakina Dedit Soka, vijana wadogo wametekwa. Wakina Mlai, Wakipanya kule Sumbawanga alitekwa kwa kurekodi msururu mrefu wa rais ambao ulikuwa na magari zaidi ya 200. Akasema hii ni nchi maskini, lakini angalia msururu wa rais unatumia kodi za watu wakati watu hawana shule, hawana maji, hawana umeme. Ametekwa mpaka leo hajulikani alipo. Sasa ukisema una resilience ni uvumilivu. Unatekaje watu ambao wanakukosoa? Ukisema restore and rebuild, alikuwa anazungumza rebuilding, kujenga upya mapungufu yaliyojitokeza kipindi cha nyuma. Una rebuild vipi katika mazingira ambayo watu wanapoenda mahakamani kwenye kesi ya ndugu yao wanakamatwa, wanavunjwa miguu na wengine wanapotezwa? Kwa hiyo 4R ni uongo tu, na sisi tunaendelea
kuendelea sasa na mapambano ya kwenda kwa wananchi kuambia ni uongo, zilikuwa ni rhetorics za kisiasa za kujitafutia sifa ambazo huna. Chadema mnashutumiwa kwamba mmekuwa ni watu ambao mnachochea ghasia na vurugu na pengine kusababisha uvunjifu wa amani hapa nchini. Hili kama Chadema mnalizungumziaje? Sheria zipo, kama tunachochea ghasia twende mahakamani, kwenye mahakama za wazi tukamatwe kwa kuchochewa ghasia, sio kuvunjwa, sio kuumizwa, sio kuuawa, sio kutekwa. Hakuna sheria inasema kwamba mtu akichochea ghasia atekwa, apotezwe. Kwa nini unataka kesi ya watu wetu, kesi ya Mheshimiwa Lissu iendeshwe kwa kificho sirini? Kuna kosa gani watu wakienda mahakamani kusikiliza kesi ya ndugu yao? Sana sana mahakama inapaswa iwekwe spika nje ili watu wasikilize. Na haya mambo hayajafanyika hivi leo. Angalia mwaka 70 wakati wa kesi ya kina Bibi Titi. Wakati huo mahakama iliruhusu watu kuingia ndani na kusikiliza kesi ya uhaini, haikuzuia. Chadema mmejipambanua kama chama ambacho kinadai haki za Watanzania. Sasa wakati mkiendelea na hizo hamasa za kudai haki, mnazingatia vipi swala la amani la taifa letu la Tanzania? Sisi hatutaki uvunjifu wa amani. Sisi tunataka tu haki itendeke na tutashinda. I can tell you tutashinda. Na hakuna mtu ataturudisha nyuma. No turning back. Sasa mwelekeo ni mbele tu. Hakuna kurudi nyuma. Tuna hakika tutashinda, mwelekeo ni mbele. Ni maneno yake John Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara, akihitimisha mazungumzo hayo pamoja nami. Na sasa tuangazie taarifa nyingine msikilizaji, ambapo wiki hii dunia inafanya kumbukumbu ya miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia ambavyo vilianza mwaka 1939 na kuhitimishwa mwaka 1945 pale Marekani ilipodondosha bomu la atomiki katika miji ya Hiroshima na Nagasaki nchini Japani. Miaka 80 baada ya vita hivyo, mwandishi wetu wa habari Peter Lusaya amefanya mazungumzo na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia Bwana Marcel Kichumisa kuangalia dunia imejifunza nini ili kuepuka migogoro inayoweza kupelekea kuibuka kwa vita nyingine kama hiyo, ambayo ilipelekea mamilioni ya Waafrika kupoteza maisha kutokana na njaa, mlipuko wa magonjwa, na huku askari wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 100,000 kutoka Afrika wakipoteza maisha katika vita hivyo. Nafikiri vita yoyote kubwa lazima kuwe na kitu cha kujifunza. Lazima kutafakari kwanza kwa nini ilitokea, sababu zilizopelekea ni nini. Kulikuwa na kutoelewana kwa sababu kulikuwa na uchu wa madaraka. Kubwa la kujifunza ni Waisraeli kurudishwa makwao kwa sababu walikuwa ni wakimbizi kimsingi. Walikuwa ukimbizini. Sasa baada ya vita vikuu vya dunia, mataifa baada ya kukaa chini wakaona kwamba hawa watu warudishwe makwao, kwamba Waisraeli Wayahudi kiasi cha milioni 6 wanadaiwa kuuawa na utawala wa Manazi wa Ujerumani miaka hiyo, na hiyo ikapelekea jumuiya ya kimataifa kuamua kuanzishwa kwa taifa la Israeli. Sasa awali hao Waisraeli taifa lao lilikuwa wapi? Waisraeli taifa lao lilikuwa ni Israeli. Tangu kuumbwa kwa ulimwengu, Israeli ndio ilikuwa nchi yao, na tukiangalia kwenye Biblia ni nchi ambayo ilikuwa ni ya ahadi. Gani kingine kilijitokeza baada ya vita vya pili vya dunia? Ilikuwa ni kuanzishwa na kuimarishwa kwa Umoja wa Mataifa. Na ndipo ilionekana kwamba kuna haja sasa kuwe na sehemu ambayo mataifa wanaweza wakakaa kwa pamoja na kujadili mambo ambayo yanahusu si taifa moja tu, lakini masuala ambayo yanagusa mataifa kadhaa. Na kwa hiyo kujadili chochote ambacho kinakuwa kimetokea ambacho ni nje ya mipaka ya nchi moja. Na kuanzishwa au kufufuliwa upya kwa Umoja wa Mataifa. Lakini lengo kubwa lilikuwa ni kwa ajili ya kuimarisha amani duniani. Unavyoona kweli dunia ina amani kiasi hicho? Sio kiasi hicho, na kwa vyovyote misuguano iko ya hapa na pale. Vita haiwezi kaisha. Haitaisha leo, haita kesho. Kutakuwa na mikwaruzano kati ya taifa moja na jingine. Hivyo ni vitu vya kawaida. Hata ndani ya nyumba mke na mume wanakwaruzana. Lakini cha msingi cha kujifunza ni kwamba tunatakiwa tutumie busara na vyombo ambavyo vilivyopo ili kuweza kujadili na kuondoa tofauti zetu. Umoja wa Mataifa una nafasi kubwa sana kuona kwamba kunakuwa na majadiliano, hakutokei tena vita kuu kama ile. Ingawaje juzi hapa hatihati ilikuwa itokee vita kuu ya 3 ya dunia, na labda ambayo bado inafukuta kutokana na vita vya Ukraine na kutoelewana kati ya Urusi na haya mataifa mengine hasa ya Ulaya na Marekani. Vita hivi vya dunia baada ya kumalizika kwake
Afrika iliathirika kiasi gani? Baada ya vita kuu ya pili ya dunia, yale mataifa ambayo yalikuwa tayari yameshajikita Afrika yaliona ni jinsi gani waweze kujiimarisha katika kung'ang'ania mataifa ambayo walikuwa wanayashikilia. Sasa kwa somo ambalo tunalipata ni kwamba kutawaliwa kwa Afrika haikuwa kwa maslahi ya Afrika. Naam, Waafrika wengi walichukuliwa kwenda kupigana katika vita hivi vya dunia. Tanganyika hapa waliochukuliwa wa Tanzania kuingia kwenye jeshi lililokuwa linaitwa King Africa Rifles, lilikuwa chini ya Uingereza, ambapo Watanzania wengi walisafiri kote duniani kwa ajili ya kwenda kupigana vita hivyo. Na hawa askari waliokwenda kule walirudi na kitu gani ambacho kiliweza kuwa na manufaa kwa Afrika? Kwanza Waafrika waliokuwa wameenda kwenye hivyo vita waliona kama ni sifa kwao kwenda kupigana kwenye vita ambayo ni vita ya dunia. Lakini kimsingi walikuwa wanatumika kama angalau walikuwa wanatumika kama ngao, kwamba maaskari wale wa nchi ambazo zilikuwa zinapigana vita wasiuawe kwanza, wauawe hawa ambao ni Waafrika. Ingawaje hawakupenda sana wauawe, lakini waliweka hiyo tahadhari. Miaka 80 baada ya vita vya dunia, Afrika imeendelea kushuhudia vita kila mahali. Katika Afrika kumekuwa kuna mapigano ya hapa na pale, lakini huu Umoja wa Mataifa uko wapi kuweza kuzuia vifo na mateso ambayo wamepata wa Afrika? Kabla hatujaenda kwenye Umoja wa Mataifa ambacho ndio chombo cha juu kabisa, tuanzie na Umoja wa Nchi Huru za Afrika, Umoja wa Afrika, AU. AU ndio inatakiwa kuwa ya kwanza kabisa kuangalia kuona kwamba migogoro ndani ya Afrika inapungua au inaisha kama inawezekana. Naam, hiyo ni taarifa ya mwenzetu Peter Lusaya moja kwa moja akihitimisha mazungumzo hayo. Na sasa ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara, tunaungana na Amina Semagogwa. Naam, karibu sana Amina Semagogwa katika wasaa mzuri wa Duru Uchumi na Biashara. Asante sana Laurent Gelvas pamoja na msikilizaji, na leo katika Duru Uchumi na Biashara tunaanza kwa kuangazia bei ya bidhaa soko kuu Ngara mjini, ambapo kilo moja ya samaki wa bichi ni shilingi 12,000, kilo moja ya nyama ya ng'ombe na mbuzi inauzwa kwa shilingi 10,000, kilo moja ya nyanya inauzwa kwa shilingi 2,000, huku kilo moja ya vitunguu ikiuzwa kwa shilingi 2,500, karoti 3 shilingi 500, parachichi moja shilingi 500 hadi 1,000, ndizi mbivu 5 1,000, kilo moja ya mchele shilingi 2,700 hadi 3,000, huku ndizi za kupika 6 ikiwa ni shilingi 1,000. Kwingineko ni kwamba Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali imenunua mitambo 15 ya kisasa ya uchenjuaji ambayo itasambazwa kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo, hivyo ametoa wito kwa wachimbaji hao kujiunga kwenye msaada ili waweze kunufaika na fursa hiyo. Ameyasema hayo kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika kijiji cha Chingumbwa, kitongoji cha Namungo, wilaya ya Ruangwa, ambapo ametoa wito kwa afisa madini wa mkoa kuendelea na mpango wa kubaini maeneo yenye madini yatambulike na kisha kutoa leseni kwa wachimbaji wadogo ili waweze kufanya kazi ya uchimbaji. Na tutamatishe Duru Uchumi na Biashara kwa kuangazia taarifa kuwa Zanzibar inatarajia kuandaa mkutano mkubwa wa uwekezaji utakao wakutanisha wawekezaji na wafanya biashara kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika. Mkutano huo sasa umepangwa kufanyika kuanzia Juni 12 hadi Juni 15 mwaka 2025 katika viwanja vya uwekezaji vilivyoko Micheweni, Pemba, baada ya kuahirishwa kutoka tarehe ya awali ya Mei 7. Mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA, ambao ndio waandaaji wa mkutano huo, imesema hatua ya kusogeza mbele imetokana na maombi kutoka kwa wafanyabiashara wengi waliotaka muda zaidi wa kujiandikisha na kujiandaa. Na akizungumza kutoka Zanzibar, mkurugenzi mtendaji wa ZIPA Saleh Saad Mohamed amesema kuwa licha ya watu wengi tayari kujiandikisha kushiriki, bado walipokea maombi kutoka kwa wafanyabiashara wa ndani na nje ya nchi wakitaka muda zaidi ili kushiriki. Ni hayo tu katika Duru Uchumi na Biashara. Mimi ni Amina Deogratias Semagogwa.
Na baada ya duru uchumi na biashara, na sasa ni wasaa wa duru michezoni. Tupo na Marco Pastori. Karibu sana Marco. Asante sana Gilvas, na kwa ufupi tu tufahamishane yale ambayo yamejiri na yale ambayo yanatarajiwa kujiri katika michezo. Sawa bana. Jana kulikuwa na mitanange hasa kule barani Ulaya, na moja ya mchezo ambao ulitangazwa hapa moja kwa moja ni mchezo ambao umewakutanisha Chelsea ambao alikuwa akicheza na Liverpool. Na jana Chelsea bana akatafuta mlango wa kutokea kama ameshinda 3-1. Lakini kwa hii leo katika ligi kuu soka Tanzania bara kuna mchezo ambao unaendelea hivi sasa ukiwakutanisha JKT wakiwa nyumbani ambao wanacheza na Simba. Sawa bana. Kwa hiyo pale saa 2:15 tutakuja kujadili kwa kina. Lakini kubwa lingine ni kuhusiana na timu ya vijana ya miaka chini ya umri wa miaka 20 wanashiriki michuano ya AFCON Under 20. Sasa kesho anakwenda kurusha karata yao ikiwa ni wamebakiza mechi 2. Lakini mechi ya kesho ni ya kimaamuzi kwa sababu wakishinda inafufua matumaini. Watakuja kulijadili kwa kina zaidi pale jioni majira ya saa 2:15 ufahamu karata yao iko vipi na iko wapi. Shukrani sana Marco Pastori. Shukrani. Asante. Nipitie maoni yako msikilizaji ambayo umeyatuma kwa uchache tu kwa haraka. Nianze na maoni yake. Huyu si mwingine, anasema anaitwa Theonesti Matias kutoka maeneo ya Mkiyange Mbuba, anasema asante. Haya, naona ujumbe aliotuma. Huyu anasema anaitwa David Wilson tokea maeneo ya Kiabitembe Ngote Muleba, anasema Chadema pole sana kwa wakati huo mgumu mnaohupitia. Mungu atawalinda. Anaitwa Justus Juvenari, unaweza kumita Japipo, anasema anatokea maeneo ya Katunga Ngara, anasema jamani hao viongozi wa Chadema wafuate utaratibu uliopo. Ndicho anachokizungumza katika maoni yake huyu msikilizaji. Anasema ni King Kikwete, anasema yuko maeneo ya pande za Kumwendo Ngara Kagera Tanzania, anasema haya yeye kidogo anazungumzia show ile ya mchana pale. Yeye anasema ni Mateso Manana, anasema yuko maeneo ya Nemba Biharamulo, anasema anaiomba serikali isimame imara ili kubaini watekaji na kuwakamata. Ndiyo maoni yake hayo anayoyatoa huyu msikilizaji. Na kufikia hapo nakamilisha makala haya ya duru zetu alasiri. Habari kuu tulizo kuletea hii leo ni pamoja na serikali imesema daraja la Kigongo Busisi ni alama na fahari ya taifa kutokana na urefu wake wa kilomita 3.2. Mkuu wa mkoa wa Kagera Fatuma Mwasa wataka wakazi wa mkoa huo kutumia fursa ya ujio wa madaktari bingwa kupata huduma za kibobezi za matibabu. Na watu 2 wamefariki na wengine zaidi ya 100 wamelazwa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Kalemi, mkoa wa Tanganyika, mashariki mwa DRC. FM